Tukiendelea kukujuza mengi yanayoendelea katika ulimwengu, bado tunatazama kile kinachoendelea Mashariki ya Kati. Rais wa Marekani alidai kwamba alipigwa simu na viongozi wa Iran, lakini viongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran wanakanusha madai ya simu ya Trump, wakisema huku wakimuonya juu ya kulipiza kisasi. Hivi ndivyo vyombo vya habari vya Iran vimekuwa vikiripoti katika masaa kadhaa yaliyopita, kutokana na madai ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba alikuwa na majadiliano ya moja kwa moja ama majadiliano ya simu na maafisa wakuu wa Iran. Maafisa nchini Iran wanasema madai ya Trump ni ya uongo kabisa. Hakuja kuwa na mawasiliano hayo kati ya pande hizo mbili, na kinachoendelea hapa Iran hivi sasa ni katika kujilinda tu na maandalizi ya kulipiza kisasi kikali dhidi ya wale ambao wa Marekani wameyafanya katika saa chache zilizopita. Hata hivyo, mashambulizi kadhaa ya Iran yalifanywa katika baadhi ya maeneo katika Mashariki ya Kati, lakini wa Iran wanasema bado wataendeleza mashambulizi zaidi na wanaendelea na maandalizi kwa ajili ya mashambulizi hayo. Hata hivyo, makao makuu ya pamoja ya kijeshi yameeleza vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran vimetoa jibu la kukandamiza na la maamuzi kwa uchokozi na uovu wowote, na kwamba kambi moja ya Marekani imeteketea moja kwa moja, na ikiunganisha kambi 20 sasa inakuwa ni kambi 21. Taarifa rasmi kutoka IRGC zinadai kwamba mlango wa bahari wa Hormuz umefungwa kabisa na kwamba hakuna meli inayopita kama anachokisema rais wa Marekani Bwana Trump. Trump amedai sasa mlango wa bahari wa Hormuz upo chini yao, lakini kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na IRGC ni kwamba mlango huo umefungwa kabisa, hakuna kinachoweza kupita. Kwa hivyo hakuna kutajwa hapo kwa mazungumzo au simu kati ya Marekani na wa Iran hayapo. Imetajwa tu na wa Iran, wameeleza maafisa wa Iran. Imetajwa pia kwamba wa Iran wanaendeleza maandalizi ya kwa ajili ya kulipiza kisasi baada ya mashambulizi ya usiku wa leo. Tunaelewa kuwa miji kadhaa na maeneo kadhaa yamekumbwa na wimbi hili la mashambulizi, ikiwa ni pamoja na Kish, Minab, Bandar Abbas na baadhi ya maeneo katikati mwa Isfahan. Hata hivyo, IRGC imesema walianzisha mashambulizi ya kulipa kisasi. Jeshi la IRGC limesema kuwa jeshi lake la wanaanga na wanamaji wamefanya mashambulizi ya mawimbi mawili katika vikosi vya Marekani katika eneo hilo, na imeripotiwa kupitia shirika la habari la Tasnim. Mashambulizi hayo yalianzishwa ili kulipa kisasi mashambulizi ya awali ya Marekani dhidi ya Iran yaliyolenga vituo 18 muhimu katika kambi zilizohifadhi vikosi vya Marekani, lakini ni kikosi kimoja tu ambacho kimeteketea moja kwa moja kikiunganisha vikosi 20, na jumla yake ni jumla ya vikosi 21 vya Marekani vilivyoteketea hadi wakati huu kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.